Assalamu alaikum, nataraji mtakuwa kwenye siha njema kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu. Naam, binafsi simu yangu ni ndogo sana. Pindi ninapotuma video labda Facebook ama nikiweka status, huku kwenye gallery yangu wanazifuta ama sometimes wanazitransfer. Sasa wakati unaponiambia nitumie, basi kwenye simu yangu huwa sina. Sasa cha msingi, yani kwa njia rahisi kukuwezesha kuipata ile video, uwe na Vidmate. Hii hapa Vidmate. Hii Vidmate itakuwezesha kuchukua video, kuidownload video kupitia Facebook. Mfano kama mimi hivi, nimeingia Vidmate. Hapa juu kabisa kuna YouTube, kuna WhatsApp, kuna Vidgame, kuna Facebook. Utaingilia hapa kwa Facebook. Ukiingilia kwa Facebook, labda ile video umeipenda yoyote, una search jina la yule mtu, itakurahisishia kuipata ile video. Mfano kama mimi naingia kwenye akaunti yangu. Nikiingia kwenye akaunti yangu, kuna video nimeombwa. Kuna video kama 2 nimeombwa. Umeona? Video niliyoombwa moja wapo ni hapa, na click hapa. Na click hapa kwenye hichi kishale, na click. Video yenyewe ndio hii. Inajidownload hapa. Na kuna video nyingine pia nimeombwa. God damn. Ndo ujinga, yani kudadadeki utasema yani tuko kwenye sinema za bure, mitela tukudadadeki. Umeona vile mnapo God damn. Ansubirie dakika zote hizi ndio jigemu laondoke. Damn. Kwa sababu mnanipa mitihani, nitumie, mnanipa mitihani sana mimi. Umeona? Kama isha download ishakuwa tayari, ndio hii hapa. Umeona? Hii hapa ishakuwa tayari. Ni kitu rahisi tu, uwe na Vidmate. Umeona? Kuna video nyingine pia nimeombwa. Nikuwa sasa naingia kwenye Facebook yangu, wakati mtu kiniomba ni download tena, wakati kwenye simu yangu hamna. Sasa kitu rahisi yani ni uingie kwa download Vidmate. Itakuwezesha kama umeona video mzuri Facebook, unaichukua mwenyewe. Ndio manake kuna video pia nimeombwa iko mbali sana yani, hata sijui iko wapi yani. Unaona, mnanipa mtihani sana. Ni vitu ambavyo .com siku hizi, vitu rahisi. Unawezesha kuchukua video mwenyewe bila kutaka kumwambia mtu nitumie. Uwe na Vidmate tu. Umeona? Achenda. Alafu sasa kama unataka status saver via Facebook status saver, unaingia Play Store. Mnaingia Play Store na download hapa Facebook status saver, Facebook status saver. Ziko nyingi sana hapa hivi. Hizi zote ni Facebook status savers hizi. Ukiona status zimekupendezesha, unakuja kudownload hapa. Umeona? Ziko nyingi tu hapa hivi. Sasa sometimes unaweza kuniomba status ya Facebook, kumbe imeisha kitambo, hata unanitumia ile request sioni mimi mwenyewe. Unaona, unanipa mtihani sana. Ni vitu rahisi tu, una uwezo wa kuzichukua mwenyewe yani mtaniwia razi, lakini yani ukweli ndio huu yani. Sometimes unanipa mtihani sana. Unapotaka video ni kuwa ile video kwenye simu yangu haiko tena, naingia tena kwenye Facebook na download, na wakati pia wewe ukiwa na hiyo app unaweza kuidownload. Tuseme hii status savers hii. Umeona? Zingine yani una download tu status saver yani Play Store tu yani. Umeona? Inakuwezesha kuchukua ile kitu bila hata kumwambia yule mtu nitumanie. Ni vitu rahisi kama hivi. Sasa na download status saver kuonesha kitu ambacho mtu na uwezo wa kuchukua, lakini nachukua muda download hapa yani. Simu yangu ni ndogo, simu yangu ya sasa na umiliki ni ndogo sana. Imagine inachukua muda hapa kukuone yani mtaniwe razi sana jamaa. Vitu sahi parwanja ni kila kitu waziwazi yani. Sometimes ukataka status ni kutumanie, na wakati ile status niliyoweka 24/7 nishajifuta.
Sasa unaponiambia nitumanie, sioni mimi mwenyewe ni ipi. Umeona kama hii sasa ina download ili kuonesha, lakini inachukua muda sana. Simu yangu ni ndogo, ina umiliki. Pindi unaponiambia nitumanie, inakuwa mitihani kwangu sana. Unaona hapa inaonyesha imejaa hapo. Usiona hii kidude hapa juu? Ni kwa simu yangu ndogo hii. Huwa sieki vitu kwenye simu. Pindi unaponiambia nitumanie, nikidownload video moja tu kijisimu kichaonesha hapa kimejaa, kina hangi. Umeona? Ni vitu rahisi tu kukuwezesha, yani kukuwezesha kukuwezesha kudownload mwenyewe Facebook, kukuwezesha kudownload mwenyewe kupitia status. Umeona? Yaani inakuwa mitihani sana. Sasa inakuwa naweka password hapa. Mnanipa mitihani sana, mnanipa mitihani sana. Ni vitu paruanja waziwazi tu. Unaona, vitu rahisi tu. Ona vitu vinaonyeva chukua muda hivi kudhihirisha kwa kunionyesha vile namna mambo siku hizi, mambo waziwazi bana. Umeona? Sasa imagine, sasa hizi zote ni status. Umependa status ya mwenzako, tuseme umependa status ya mwenzako, una download hapa. Umeona? Tuseme kama hii na kliki, na mkliki huyu. Ndio hii hapa. Umeona? Hii hapa chini hapa imeandikwa download. Una download tu hapa, ni kitu cha download, yani ni status ya mwenzako ya Facebook. Umeona? Sasa niko ina download. Yaani vitu waziwazi siku hizi, mtaniwia razi jamaa. Simu yangu ndogo na imiliki, sometimes unaweza kaniambia nitumanie status, lakini ile status yenyewe sioni, shaisha muda wake 24/7 hours inajiondoa. Sasa pindi unaponiambia nitumanie, alafu messenger yangu haileti text, hainijulishi kwa imeleta text, na sio sana kuingia messenger mimi. Jamaa mtaniwia razi, lakini jamaa mtaniwia razi sana. Vitu parwa, yani vitu waziwazi tu. Ni mifano tunatoa yani. Umeona? Umeona? Vitu rahisi tu, kitu kina download, unachukua kinaingia kwenye gallery yako. Ndugu zangu nitoe waelewa bana, simu yangu ndogo jamaa, simu yangu ndogo sasa inaimiliki. Haistahimili vitu vyote, yani nikidownload video moja tu kijisimu chaniletea text hapa kimejaa yani. Baadaye hanging. Umekuta, nashukuru natumia wifi, lakini je ingekuwa natumia MB, ile video nimeiweka Facebook imetumia MB. Ukiniambia nikutumanie tena ni MB tena natumia. Mimi sio bahili, hata kama natumia MB naweza ngakutumania, lakini kuna uwezo wa kukuwezesha wewe mwenyewe ukaichukua ile video ama status. Ndugu zangu nitoe waelewa bana, vitu wazimo, vitu siku hizi yani kila kitu waziwazi bana. Ukiingia Play Store, ukiingia Google, una download kitu kinakuwezesha kuchukua taniwia razi jamaa, kumrazi yani.